Yes bana, nipo katika dimba la Kimondo Forest hapa Mlo, ambapo michuano ya Mlo Super League mwaka huu 2026 yanafanyika, na leo ulikuwa mtanange ambao umewakutanisha Changalawe FC ambao walikuwa wanacheza na Bajaji FC. Dakika 90 zimetamatika bila sare tasa, hakuna nyavu ambazo zimepaswa kutikiswa siku ya leo. Hapa na ungana na kocha wa Changalawe FC ambao wamefanikiwa kutoa sare. Tatueleza anaitwa nani na hali ya mchezo ameionaje? Kocha, hongera kwa mchezo. Asante. Tuambie kwa majina anaitwa nani na hali ya mchezo ilikuwaje? Kwa majina naitwa Godwin Wilfred, kocha wa timu ya Changalawe FC. Mchezo ulikuwa ni mzuri na tunamshukuru Mungu umetamatika. Tumepata sare. Ni kitu ambacho tulikuwa hatujakitegemea kupata sare, lakini tunamshukuru Mungu. Nadhani ndio matokeo ya mchezo. Kwa hiyo tutajipanga kwa mchezo mwingine ili tuweze kupata ushindi, ili tuweze kujiweka nafasi nzuri katika kundi letu. Pengine changamoto leo ilikuwa sehemu gani mpaka timu ama wachezaji ndani ya picha wameshindwa kukwamisha mpira wavuni? Changamoto zilizojitokeza nadhani ni hali tu ya mchezo. Unajua, unapokuwa unaenda kukutana na mpinzani wako hauelewi mpinzani wako anakuja vipi, lakini kadri muda unavyozidi kwenda unakuwa unasoma mpinzani wako, unajaribu kutengeneza nafasi. Kama ulivyoona tumetengeneza nafasi, tumeshindwa kuzitumia. Basi tutajaribu kuwaweka vizuri washambuliaji wetu ili mechi ijayo tuweze kufanya vizuri zaidi. Pengine ulimtoa namba 9 ukamwingiza kama namba 10 hivi, ukaonekana kukawa na uhai wa kutengeneza mashambulizi mengi. Uliona nini kumpunguza namba 9 ukamwingiza kiungo mshambuliaji ambao baada ya kuingia yeye kila kitu kilibadilika, ukaanza kutengeneza nafasi? Licha ya kutengeneza hizo, lakini bado wachezaji wameshindwa kuzitumia kuzifanya ziweze kuwa magoli. Nadhani namba 9 alishindwa kuendana na kasi ya mchezo, hivyo ni kitu ambacho nilikiona, nikafanya mabadiliko ambayo yalileta matunda, japo hatukupata ushindi ambao tuliutegemea, lakini tuliona tulitengeneza nafasi tukashindwa kuzitumia. Kwa hiyo tutajaribu kutengeneza vizuri safu yetu ya ushambuliaji ili zile nafasi zinazojitokeza basi ziwe zinatumiwa na kuzibadilisha kwa magoli. Unawaambia nini sasa mashabiki wa Changalawe ambao leo walitarajia kupata matokeo ya ushindi lakini mmepata sare, wamefadhaika na kuvunjika moyo? Nadhani mashabiki wasivunjike moyo. Mpira ni mchezo wa wazi, ni mchezo ambao una matokeo matatu. Kwa hiyo wanatakiwa tu kuiunga timu yao mkono, wawe na sisi, tushirikiane. Naamini kwamba tutafanya vizuri na tutavuka inshallah katika hatua hii. Okay, shukrani, natakia kila la heri. Asante. Hapa naungana na kocha wa Bajaji FC. Coach, pole kwa mchezo. Nashukuru Mungu tumemaliza mchezo salama. Tuambie kwa majina unaitwa nani na hali ya mchezo ilikuwaje? Kwa majina naitwa Joel Masebo, ni kocha wa Bajaji. Hali ya mchezo ulikuwa ni mzuri, japokuwa bahati haikuwa upande wetu. Tumetengeneza nafasi nyingi, tumeshindwa kutumia. Pengine changamoto ilikuwa sehemu gani hasa? Una mastrika ambao wanaonekana kuwa hatari sana, kuna Dube, kuna Haji, lakini bado wameshindwa kukwamisha mpira wavuni. Nadhani ni bahati na makosa madogo. Tumetengeneza kama nafasi zaidi ya 8, tumeshindwa kuzitumia. Tulihamasishana mechi ni ngumu na ushindi ni muhimu, yaani tupate matokeo kwa nguvu. Sema bahati mbaya tumeshindwa kutumia nafasi. Tumefanya mabadiliko, tumepata nafasi za wazi zaidi ya 5. Wachezaji bahati mbaya wameshindwa kuweka wavuni. Sio mbaya, tutajipanga mchezo mwingine na nafasi tutajitahidi kutumia. Pengine sasa mashabiki wa Bajaji FC ambao wamevunjika moyo, walikuwa wanatarajia leo mnaondoka na ushindi, una neno lipi la kuambia? Wasikate tamaa, tuna mechi bado mbele, wajipange. Nadhani mechi ijayo tuwafurahisha zaidi. Okay, shukrani sana. Asante sana.